Ivyema tuendelee hapo hapo. Roho Mtakatifu. Nilisema Roho Mtakatifu ni injini inayoweza kukufanya ufike unapotakiwa kufika. Kama hauna Roho Mtakatifu huwezi kufika. Lakini kama hauna Roho Mtakatifu maana yake umekufa. Pashua ikaseaka. Unaweza ukaona kama ni maneno makali, lakini kuna vitu vimekufa ndani yako. Kwa nini? Uhai wa Ukristo unaendeshwa na nguvu ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Ukristo bila Roho Mtakatifu unakuwa adui wa Mungu. Labda uwe una uwezo wa kufuata maelekezo ya aliye na Roho wa Mungu, utaishi kwenye maongozi ya Roho wa Mungu. Ukiona hauna Roho Mtakatifu na hauwezi kufuata maelekezo ambayo Roho wa Mungu anatoa, maana yake umekufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope kwa sababu kama natumia lugha kali, lakini ndivyo kweli ulivyo. Na ndio maana Biblia inasema aliyeko mwilini kafa, au ukiufuatisha mwili unatafuta kufa. Kwa hiyo huwezi kufuata maongozi ya Roho Mtakatifu, unaruhusu nguvu ya mauti kwenye nafasi yake. Lakini pia Roho Mtakatifu ndio anayekufanya uwe mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuwa mali ya Mungu kama hauna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio anakufanya uwe mali ya Mungu. Na ndio maana nasema asiye na Roho wa Kristo huyo si wake. Tuliona kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 8. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hauna Roho Mtakatifu huwezi kuwa mali ya Mungu. Na pia tuliona kwenye kitabu kile cha Isaya 42 anasema, tazama mtumishi wangu nimtegemezaye, nimetia Roho yangu ndani yake, hatalia wala hatapaza sauti yake. Kama unataka kuwa mtumishi wa Mungu lazima utembee rohoni. Kama huwezi kutembea rohoni hauwezi kuwa mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa katikati ya walimu mali ya Mungu lakini usiwe mali ya Mungu. Unaweza ukawa katikati ya watumishi wa Mungu lakini usiwe mtumishi wa Mungu. Kwa nini? Kama hauna roho yake. Na ndio maana sema naposema tazama mtumishi wangu ninayemtegemeza, nimetia Roho ya kwangu ndani yake. Maana aliye mtumishi wa Bwana hatembei kwa roho yake, hafanyi kwa roho yake, anafanya kwa roho ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ile roho ya Bwana iliyoko ndani yako ndiyo itakayoweza kukusukuma au kukuendesha kwa kiwango cha Bwana, wala si kwa kiwango cha kwako. Itakuendesha kwa kiwango cha kiungo, wala si kwa kiwango cha kibinadamu. Itakuendesha kwa ufahamu wa kiungo, wala si kwa ufahamu wa kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kutembea kwa kiwango cha Roho wa Mungu. Hakikisha unaye Roho wa Mungu. Hakikisha unaye Roho wa Mungu. Kanisa bila Roho wa Mungu ni kikundi cha wahuni ambao kila mmoja anaangalia maslahi yake. Lini atafanikiwa? Atatokaje kupitia hiyo nafasi? Atafanikiwaje kupitia hao watu wanaokutana nao? Ni binafsi, anaangalia maslahi yake, haangalii Mungu anapataje anachokitaka, anafanikishaje alichokusudia. Unakuwa binafsi ambao unajiangalia wewe tu peke yako, ambao unajiangalia wewe tu maisha yako. Mungu kwenye nafasi ya kwake ya Roho anatuangalia sisi kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Moja, anatuokoa kwanza. Pili, anatuponya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tatu, anatulinda. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kutuacha. Hata ukishakuwa hauna Roho Mtakatifu huwezi kuweka wenzako mbele, utajiweka wewe mbele. Huwezi kuwatanguliza wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikwambia Roho Mtakatifu ndio injini ya kanisa. Mtu aliyeko hapa ndani, hakikisha unajazwa. Hakikisha unakuwa unaye Roho wa Mungu. Roho wa Mungu sio mpaka mtumishi akuwekee mikono. Ukifuata maelekezo yake yeye huwa anaingia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeye huwa anakuja. Yaani kama ambavyo unakuta nzi wanafuata kinyesi au uchafu, halikadhalika unapofuata maongozi ya Mungu, Mungu haachi kuja kwa yule mtu. Mungu haachi kutembea na huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Lakini kwambia Roho Mtakatifu ni chanzo cha baraka. Unataka kufanikiwa, huwezi kufanikiwa kama huwezi kufuata maongozi ya Roho. Chanzo chako cha kufanikiwa ni rohoni. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Roho Mtakatifu ni chanzo cha mafanikio. Hauwezi kusimama kwenye maongozi ya Roho, hauwezi kufanikiwa kwa kiwango ambacho Mungu anataka ufanikiwe. Utabandikwa mikono na watumishi, watakubariki wanavyoweza kukubariki, lakini huwezi kuona mafanikio. Huwezi kuona mafanikio. Roho wa Mungu ni chanzo cha mafanikio. Huwezi kufuata maongozi ya Roho, huwezi kufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio nguvu ya mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana nilikwambia, angalia, wengi sana anaweza akawa amesoma sana, anaweza akawa na degree zake na masters zake, lakini kwa nini hana mafanikio? Kwa nini anaenda kwa shetani? Kwa nini anaenda kwa wapunga pepo? Kwa nini anaenda kwa waganga wa kienyeji? Kwa nini? Kwa sababu mafanikio yoyote yanaanzia rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baraka za kimungu zinaanzia rohoni, iwe gizani iwe nuruni, zinaanzia rohoni. Na ndio maana ukitaka za kwa shetani zinaanzia rohoni. Lazima uunganike na shetani, uanze kufuata maelekezo ya shetani. Na ukitaka za Mungu lazima uunganike na Mungu, uanze kufuata maelekezo ya Mungu. Sasa kanisa, kama huwezi kufuata kile ambacho Mungu anasema, umejitenga na mafanikio. Na ndio maana kuna watu wengine ukiwatafuta kwa shetani wapate, ukiwatafuta kwa Mungu wapate. Wako katikati hapo. Hawakubariki kwa shetani wala hawakubariki kwa Mungu. Kwa sababu kwa shetani nako wanatafuta watu wanaofuata utaratibu, na kwa Mungu wanatafuta watu wanaofuata utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa katikati kuna wengine wanateseka na tamaa zao na akili zao ndio zinazowababiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wacha nisome tu sehemu moja kidogo, kile kitabu cha Mwanzo mliokuwepo. Tulisoma Mwanzo ngapi? Mwanzo ngapi? Mwanzo 27. Okay. Mwanzo 27 ilikuwa inasemaje? Mwanzo 27 inasemaje? Uliofika unaweza kusoma. Mwanzo 27. Waambie mstari wa ngapi watu wanaanza sasa? Hebu soma mstari wa 4 uliofika. Mwanzo 27 mstari wa 4. Tusoma maneno. Ukanifanyie chakula kitamu namna ile niipendayo, ukaniletee ili nile, na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Amina. Anasema ukawinde. Kule juu amezungumza ende akawinde. Lakini anasema ukanifanyia chakula kitamu kile nikipendacho, ili roho yangu ifurahi, ili nikubariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi angalia hapa, mzee Isaka alikuwa anaongea na mwanae Esau. Anasema chukua mata yako, nenda kaliwindie. Kawinde, unifanyie chakula kitamu kile nikipendacho, ili nile, roho yangu ifurahi, ili nipate kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anaangalia roho. Bwana Yesu asifiwe. Anajua kabisa kama hajafurahi, hata kama angekubariki huwezi kubarikiwa. Basi kwa sababu Mungu haachilii baraka kama hujamfurahisha. Mungu haachilii baraka kama hujafuata maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaomba Mungu nibariki mimi, Mungu nibariki, ukaongea lugha zote unazozijua, ukaomba mafanikio kwa Mungu, huwezi kuyapata kama hujafanya jambo linalomfurahisha. Ndio maana sema chukua mata yako kaniwindie, ili unifanyie chakula kitamu kwa namna ile niipendayo. Angalia, kwa namna niipendayo, sio uipendayo, sio uitakayo, sio ile unaipenda wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna kumtumikia Mungu kwa namna unayopenda wewe, na kuna kumtumikia Mungu kwa namna anayopenda yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona unaenda kwa namna unayopenda wewe, manake elewa hauwezi kukutana na Mungu aliye hai hata kama unamtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kukutana naye. Lazima uwe na kitu kinachomfanya yeye apende, kinaliwe na namna anayopenda yeye. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kusimama kwa kiwango ambacho Mungu anapenda kama hauna roho ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
haiachilii mafanikio kama hufanyi kwa kiwango ambacho yenyewe inataka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani utabakia tu na waamini Freemason, unawaamini wachawi, unawaamini wafuga majini, kwa sababu ndiko ziliko akili zako. Na ndio maana ukiona mtu anaamini Freemason kuwa wana uwezo wa kutoa utajiri, maana yake ndiko akili zake ziliko sana. Ukiona mtu ana uwezo wa kuamini wapunga pepo ya kuwa wana dawa za kutoa utajiri, ndiko akili zake ziliko. Lakini lazima muamini Mungu kwa yeye ndio wa kwanza. Kabla Freemason hajakuwepo yeye alikuwepo. Kabla punga pepo hajakuwepo yeye alikuwepo. Yeye ndiye mwanzo, yeye ndiye mwisho. Huyo anayemwita Freemason anatumia cha Bwana. Huyo anaitwa punga pepo anatumia cha Bwana. Yeye hana cha kwake. Yeye hana cha kwake. Bwana ndiye mwenye vya kwake. Bwana ndiye tajiri mara moja. Bwana ndiye tajiri na mabocha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Baraka zote zinapatikana kwake. Mafanikio yote yanapatikana kwake. Lakini anaambia niwingie ili roho yangu ikubariki. Roho ya Mungu haiachilii baraka kwa mtu. Na ndio maana nikwambia roho ndio chanzo cha mafanikio. Roho Mtakatifu ndio chanzo cha baraka. Roho Mtakatifu ndio chanzo cha ushindi wa kwako. Unataka kuwa mshindi kwenye baadhi ya maeneo, lazima uwe na roho ya Bwana. Ukikosa roho ya Bwana huwezi kuwa mshindi. Ukikosa roho ya Bwana huwezi kuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia Roho Mtakatifu ndio chanzo cha utawala. Chanzo cha utawala. Unataka kuwa na nguvu ya kuweza kutawala mahali ulipo, au mahali unakoenda, au kwenye ofisi uliopo, lazima uwe na roho ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wale waliokuwepo tulisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo ile sura, kitabu cha Samuel ile sura ya 16. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuliona namna ambavyo roho mbaya. Ukiweza ukasoma hata Samuel ile sura ya 10. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 10, aidha sura ya 6, ya 9 na 6. Utaziona pale. Utaona pale. Maandiko yanazungumza namna ambavyo baada ya Daudi kutiwa mafuta, roho ya Mungu ndipo ilipomwingia. Roho ya Mungu ndipo ilipomwingia. Daudi hakutakiwa kutawala kama roho ya Mungu haijamwingia. Lakini tunaona Sauli hakutakiwa kutawala kama roho ya Mungu haijamwingia. Utawala ni roho. Unataka kutawala kwenye hiyo ofisi uliopo, unataka kutawala kwenye huo ukoo uliopo, unataka kumiliki kwenye maeneo uliopo, lazima uwe na roho ya Mungu. Kama hauna roho ya Mungu hauna nafasi ya kiutawala. Kwa sababu utawala unaanzia rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya kiutawala inaanzia rohoni, haianzi mwilini. Wewe panga mipango uwezavyo kupanga. Panga mipango uwezavyo kupanga. Tengeneza watu unavyoweza kutengeneza. Hao watu watakusaliti. Ili wawe pamoja na wewe, lazima uwe na nguvu ya rohoni. Ili wawe wewe, lazima uwe na nguvu ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nafasi ya rohoni, nafasi ya kiutawala inaanzia rohoni, haianzi mwilini. Yeyote anayetaka kutawala lazima aanzie rohoni. Kama huwezi kuanzia rohoni, huwezi kutawala. Na ndio maana Roho Mtakatifu au roho ya Mungu ni ya muhimu sana kwenye maisha yako. Kwa sababu kama hauna roho ya Mungu unakuwa kama tapeli fulani. Utatumia sana akili zako. Bwana Yesu asifiwe. Utazitegemea sana akili zako. Na ndio maana wasio na roho wa Mungu wanategemea sana akili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Okay, ngoja nikuongezee kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen.
1 Mwanzo 41 Mwanzo. Nisome pale afu tuendelee. Mstari wa 41. Anasema, Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 39 anasema, Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwambia roho ya Mungu inakufanya uwe na akili zaidi ya watu wote ambao hawajaokoka watakao kaa katikati yako. Wale ambao hawamtumiki Mungu. Unapokuwa una roho ya Mungu unakuwa na hekima na akili zaidi yao. Na hii tunaikuta pia kwenye Danieli 6. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Roho Mungu anakufanya uwe na ufahamu kuliko wale ambao hawamtumikii Mungu aliye naye, kuliko wale ambao hawaabudu Mungu aliye naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunakuta Yusufu wakati yuko kwa Farao, Farao anawaambia watu wake, tupate wapi mtu kama huyu? Ndio maana nikwambia roho wa Mungu anakutofautisha na watu wote unaokaa katikati yao, wasiomwabudu Mungu wako, wasiomtumikia Mungu wako. Hauwezi kufanana nao. Hali ya kufanana kimaisha na kiuchumi ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yetu. Hali ya kufanana kiufahamu na kiakili ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yetu. Tunatumia akili sana. Hatumruhusu roho wa Mungu atuendeshe. Hatumruhusu roho wa Mungu atuongoze. Roho wa Mungu akikuongoza anakufanya kuwa bora zaidi ya hao wasio na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio maana haya tunayaona. Kwa nini? Kwa sababu hapa wakati Yusufu anakuja walishakwenda waganga na wachawi, kama ambavyo tunaona kwenye Danieli sura ya 4. Maandiko yanasema waliitwa kwanza waganga na wachawi. Walipoitwa waganga na wachawi wakashindwa kufasiri ile ndoto. Waliposhindwa kufasiri ndoto ndipo wakamwita Danieli. Mfalme anasema, Belteshaza anasema, kwa kuwa roho ya Mungu watakatifu inakaa ndani yake. Alikuja Danieli kukamilisha walichoshindwa waganga na wachawi, walichoshindwa warogaho, walichoshindwa wasihiri, walichoshindwa wasihiri. Nisikilize kanisa, Mungu anapokuinua anakuweka kwa ajili ya kukamilisha kazi zilizoshindikana, na kutimiliza kazi zilizoshindikana na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Angalia Daniel, Yusufu hapa anakwenda kumalizia kazi ambayo wengine wameshindwa kutoa majibu yake, ambao wengine hawana majibu, lakini Yusufu alikuwa na majibu. Mungu anakuandaa uwe majibu mahali pasipo na majibu, uwe afya mahali pasipo na afya, uwe amani mahali pasipo na amani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kama hauna roho wa Mungu unapoteza muda. Pambana, hakikisha unakaa sawa sawa, unafuata maelekezo. Yesu anasema maneno haya ni roho pia ni uzima. Unaporuhusu neno la Mungu liishi ndani yako, unatembea na roho wa Bwana, unatembea na kusudi la Bwana, unatembea na uwezo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.